Kudwale musiale. Daumita shukuru kwa wale shukuru. Sisi ndio tulienda kuman hiyo election ya Kipipili. Wakati hiyo Olukalau na Kipipili zilikuwa kitu moja. Mimi nilitoka Nairobi. Kuna watu wanaulizanga Maina Kamanda ni wa Nairobi, ni wa Nyandarua ama wapi? Mimi ndio nilipewa kazi na Kibaki. Tukiwa na Waithaka, Kireka Waithaka, kuongoza uchaguzi wa Kipipili wakati hiyo. Mimi nataka kuambia watu wa Olukalau, siasa hiyo na siasa ya wakati hii ni kitu moja. Pesa ililetwa na Moi, barabara ilikuja ikajengwa ya siku 2-3, na dakika ya mwisho Moi alikula pilipili. Ni kweli? Your Excellency, mimi nataka kusema hivi. Nimekuwa kwa siasa muda kidogo, ni kidogo ama ni mwingi? Wacha niseme ni kidogo. Mimi nimekuwa kwa nomination, Your Excellency, from wakati wa KANU. Sijaona nomination ambao imefanywa na chama, na ni chama ambayo imezidiwa 1.5 mwaka kama ile ambayo imefanywa Olukalau. Na ninataka kukushukuru kwa sababu ulituamulu sisi na Wanjiko na wengine na kina Medhu tuwache hiyo uchaguzi uwe huru. Mimi nikaenda Mombasa, ulikuwa unaniita nikiwa Mombasa. Wanjiko naye alikuwa mengine, hata Medhu wako Ulaya, hajatoka Ulaya. Na tukawasha watu wa Olukalau wafanye uamuzi wao. Na watu wa Olukalau wameshafanya uamuzi wao. Na sisi tulisema wakati tutakuwa na candidate ndio Maina Kamanda ataonekana. Nimeonekana leo kwa sababu tuna candidate. Your Excellency, mimi nataka kuomba wale ambao hawakubahatika, tafadhalini msiende mahali pengine. Hata mkiitiwa kazi na Ruto, msiende kwa kazi ya Ruto. Ruto ni wa mwaka moja, aende nyumbani. Wewe unaenda kuchukua kazi ya mwaka moja ya kazi gani? Ugoje serikali ambayo itaongozwa na kiongozi wetu na wale wengine, ndio sisi tuwajue wale watu ambao wanatufanyia kazi. Mkubwa wetu aweze wakati hiyo kuwapanga. Tudugetikima nege ukiganira andu othe. Lakini tukiwa na serikali, mimi ninajua ya kwamba huyu mzee atapanga hata wale ambao ni makandidate ambao tutafanya walikuwa nasimama na hawakupata kiti. Msione ile ya serikali ya Moi ya kwenda nyumbani, angalia serikali ambayo inafanya nini. Wewe kama unafikiria kwa mafikirio yako, hakuna mahali Ruto anaenda. Kama mimi mzee wa miaka yangu nimejitokeza kusema Ruto simuoni akiwako, na hata wakati hiyo mwingine sikumuona akiwako. Hii ni wakati wa huyo mzee aende nyumbani. Watu Kenya mzima imekubali Ruto aende nyumbani. Your Excellency, chama, unajua watu wanauliza wewe unatoa pesa wapi, kwa sababu ile mambo unapanga hata watu wengine hawapangi. Hata UDA kila mahali inaonekana green, kila mahali ikionekana. Tunataka kusema tuna watu ambao wanatusaidia, ambao ni aspirants wetu, na ni watolee shukrani. Wale ambao wanataka kusimama na viti na DCP, Your Excellency, wanajitolea. Kama kunataka mkutano mahali fulani, wananunua kofia, wananunua vifaa. Kwa hivyo hakuna mahali ingine pesa ya DCP inatoka, ni Mungu na wale watu wanataka chama wanajifanyia kazi, na ndio mumefanya hii chama ambayo imeshaafuma. Sisi tuko tayari, Your Excellency,
kusaidiana. Wengi wetu sisi hatutaki chama, hatutaki kazi yote katika kuchaguliwa, lakini tunataka Ruto aende nyumbani. We are not here because of any seat. Ati tutakuja mzee kukusumbua utupe kazi, lakini Kenya yetu ina shida, na hiyo shida ndio tunataka kuondoa. Huyu kijana wangu huyu ni lika wa kamanda yangu huyu kiongozi huyu ambao ni shupavu, alichaguliwa kama diwani akiwa na miaka ambao hata zaidi ya miaka 22, akawa diwani na akawa senator. Kijana ambao anafanya chama yetu iwe na heshima. Yeye ni mtu ambao mchakamufu sana kwa mambo ya chana. Tunakupa heko kwanza kwa kutuletea kiti upande wa Western. Tumumpigie makofi. Asante sana. Wanyoike wa Nairobi yako wapi? Nidi daku na kumaadhuro. Na noe munene andumite kou ndure kou jaragia gikuo githira. Neguo. Huyu mzee alinituma huko, kaniambia wewe uende ukae uongee Kikuyu yote. Ndio adhurirwo ne kura ingi. Wadhurirwo ne kura ciao. Tafadhali angalia sana wale watu walilala usiku na mchana wakifanya kazi ya ndukauge thigane katia. Kwa hayo machache, asanteni sana na Mungu awabariki. Asante. Asante sana. Asante sana. Hekima ya mzee haiwezi kuwa interrupted. Ningependa wale ambao wanakuja next wawe kwa ufupi kwa sababu ya muda.